Bilioni 428. Hiyo ndiyo fedha ambayo sasa itaelekezwa kwa serikali za kaunti baada ya Rais William Ruto kutia saini sheria ya mgawanyo wa mapato ya mwaka 2026. Lakini swali kubwa ni hili: je, ongezeko la mabilioni haya litabadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida? Je, hospitali zitapata dawa, barabara zitajengwa, na je, huduma za maji zitaboreshwa? Au ni mabilioni mengine ambayo yataingia kwenye vitabu vya hesabu huku mwananchi akiendelea kulalamika? Leo ndani ya Habari Moto za Sasa tunaangazia hatua hii muhimu na kile inachomaanisha kwa Kenya nzima. Usiondoke. Karibu ndani ya Habari Moto za Sasa. Jina langu ni Ogaro Brian Osoro. Asante sana kwa kuchagua Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na hata kushare. Turn on notifications ili usichelewe kupata habari zote. Pia tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Rais William Ruto ametia saini sheria ya mgawanyo wa mapato ya mwaka 2026, sheria ambayo itaamua namna fedha zitakazokusanywa kitaifa zitakavyogawanywa kati ya serikali kuu na serikali za kaunti katika mwaka wa fedha wa 2026-2027. Kupitia sheria hiyo, kaunti 47 nchini zimetengewa shilingi bilioni 428. Hii ni ongezeko la shilingi bilioni 13 ikilinganishwa na shilingi bilioni 415 zilizotengwa mwaka uliopita. Serikali inasema hatua hiyo ni uthibitisho wa dhamira yake ya kuimarisha ugatuzi. Lakini kwa wananchi wengi, swala si kiasi cha fedha kilichotengwa, bali ni matokeo yake. Tangu kuzaliwa kwa ugatuzi mwaka 2013, mabilioni ya fedha yamekuwa yakipelekwa kwa serikali za kaunti kila mwaka, lengo likiwa moja: kupeleka huduma karibu na wananchi. Badala ya wananchi kusafiri mamia ya kilomita kutafuta huduma ziwafuate walipo. Katika miaka iliyopita, baadhi ya kaunti zimeonyesha mafanikio makubwa. Hospitali zimejengwa, barabara zimeboreshwa, masoko yameanzishwa, miradi ya maji imezinduliwa. Lakini upande mwingine wa sarafu pia upo. Ripoti za matumizi mabaya ya fedha zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara: miradi hewa, madaraja yasiyokamilika, majengo yaliyotelekezwa, magari ya kifahari, safari za gharama kubwa. Na wakati mwingine wananchi wamekuwa wakijiuliza, fedha hizi zote zinaenda wapi? Sasa serikali imeongeza mgao kwa shilingi bilioni 13. Je, fedha hizi za ziada zitabadilisha hali hiyo? Kwa mjibu wa serikali, fedha hizo zitasaidia kuboresha huduma za afya, elimu ya awali, maji, miundombinu na sekta nyingine muhimu. Lakini changamoto kubwa inabakia uwajibikaji, kwa sababu kweli ni kwamba fedha nyingi peke yake haitoshi. Usimamizi bora ndio muhimu. Wananchi wa Turkana, Kisii, Mombasa, Nairobi, Bungoma, Garissa au Kilifi hataki kusikia tu kuhusu mabilioni. Anataka kuona matokeo. Anataka kuona hospitali yenye dawa. Anataka kuona maji yakitoka kwenye bomba. Anataka kuona barabara inayopitika. Anataka kuona kodi yake ikifanya kazi. Sheria hiyo pia imetenga shilingi bilioni 10.25 kwa mfuko wa usawazishaji. Mfuko huu unalenga kusaidia maeneo ambayo kwa miaka mingi yameachwa nyuma kimaendeleo. Lengo ni kuhakikisha kuwa sehemu zote za Kenya zinapata nafasi sawa ya maendeleo. Hii ni hatua ambayo imekuwa ikiungwa mkono na wengi wanaoamini kuwa maendeleo yanapaswa kufika kila pembe ya taifa. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaonya kuwa nchi pia inakabiliwa na shinikizo la matumizi makubwa ya serikali, deni la taifa, malipo ya mishahara, miradi ya maendeleo na huduma nyingine za umma. Hivyo basi, kila shilingi inayotengwa lazima itumike kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu matumizi mabaya ya fedha za umma yana maana moja tu: mwananchi ndiye anayelipa gharama hiyo. Labda mjadala mkubwa hapa si kuhusu shilingi bilioni 428. Mjadala mkubwa ni kuhusu uwajibikaji, kwa sababu hata kama kaunti zingepata trilioni 1 ya shilingi, bila uwazi na usimamizi mzuri,
wananchi hawatanufaika. Ugatuzi haukupangwa kuwa mashindano ya nani anapata fedha nyingi zaidi. Ulipangwa kuwa mfumo wa kuleta huduma karibu na wananchi. Na ndiyo maana viongozi wa kaunti sasa wanakabiliwa na jukumu kubwa zaidi. Fedha zimeongezeka. Je, maendeleo pia yataongezeka? Wananchi wa Kenya watakuwa wakifuatilia kwa makini. Kwa kutia saini sheria ya mgawanyo wa mapato ya mwaka 2026, Rais William Ruto ameidhinisha mgao wa shilingi bilioni 428 kwa serikali za kaunti. Ni hatua ambayo serikali inasema itaimarisha ugatuzi na kuboresha huduma kwa wananchi. Lakini swali ambalo litasalia kwa muda mrefu ni hili: je, fedha hizi zitabadilisha maisha ya wananchi au zitakuwa takwimu nyingine tu katika ripoti za serikali? Muda ndio utaamua. Jina langu Ogar Brian Osoro. Hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani. Asante sana kwa kujumuika nasi ndani ya habari moto za sasa. Kumbuka kulike, kusubscribe, kucomment na hata kushare. Turn on notifications ili usipitwe na chochote. Follow us at Moto TV Kenya katika mitandao yote ya kijamii. Kumbuka Moto TV Kenya ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki.